Wewe ni nani hapa leo? Mimi ni mwenyekiti wa Kasfeta mkoa wa Dar es Salaam. Kwa nini mko bahari hapa? Hapa tupo TAG Ubungo, tulikuwa na jambo zuri sana. Leo tarehe 21 mwezi wa 3 tulikuwa na mahafali ya ndugu zetu wa kidato cha 6 wana Kasfeta wote mkoa wa Dar es Salaam. Nini kimefanyika siku ya leo kwa hawa wana Kasfeta? Tunamshukuru Mungu, jambo kubwa ambalo tulikuja kulifanya hapa ni ibada ya shukrani. Sisi tumetafsiri kama ibada na sio sherehe, kwa sababu tunamwamini Mungu hata kwenye mitihani ambayo tunaenda kuiendea ndugu zetu wa kidato cha 6 wataenda kufanya vizuri. Kwa hiyo kwenye ratiba zetu za leo wahudumu kwa maana ya wahitimu walikuwa wamejipanga kwa nyimbo mbalimbali za shukrani, lakini wakapata muda wa kuigiza mbele ya wenzao, lakini mbele na wazazi, na tunamshukuru Mungu kwenye vitu vyote ambavyo tumejipanga navyo leo, pamoja na kuwatunuku cheti cha umemba na wengine ambao walikuwa viongozi wa Kasfeta form 5 na form 6. Kwa hiyo kwa ujumla ibada yetu imefana na tunamshukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kukamilisha siku ya leo. Kasfeta ni nini kwa asiyefahamu? Kasfeta ni jumuiya ya wanafunzi waliopo vyuoni na shuleni waliookoka kutoka kwenye makanisa mbalimbali ya Kipentekoste. Kwa hiyo Kasfeta tunapokuwa vyuo, wengine wanapokuwa sekondari, kunakuwa na vipindi vya dini. Kwa hiyo kunakuwa na hii fellowship nzuri sana, ili kumpa mtu wasaa mzuri anapokuwa shuleni au chuoni, pia kupata wakati mzuri wa kumtafuta Mungu pia. Ukiwa kama mwanafunzi, unamwambiaje mwanafunzi kuhusu Kasfeta? Mimi ningetoa wito kwa ndugu zangu wengi ambao yamkini kwa sababu ya kimasomo huwa wanaona vipindi vya dini wengine havina maana, hasa watu wakifika chuo. Mtu anaweza akawa alikuwa ni active member, lakini alipofika chuo anapoteza kabisa connection. Issue ya kwanza ambayo mimi natamani nishare na mtu ni kwamba hauwezi kumtofautisha, hauwezi kumtenganisha Mungu na masomo yako. Kwa hiyo tunakuja Kasfeta kuongeza uhusiano wetu na Mungu, lakini tunakuja Kasfeta kumwambia Mungu hatufanyi vizuri kwenye masomo yetu kwa sababu tuna akili sana. Hatufanyi vizuri kwenye masomo yetu kwa sababu tunasoma shule nzuri zenye majina kongwe Tanzania au vyuo vizuri sana. Tunafanya vizuri kwa sababu kwanza yeye ameruhusu. Naweza nikajiandaa vizuri kimtihani, lakini nikikosa afya njema hakuna kitu kinatokea. Kwa hiyo umuhimu wa Mungu kwenye masomo yetu tabaki pale pale na hatuwezi tukautoa. Ndio maana kwa kufahamu hivyo kuna fellowship inaitwa Kasfeta, na tunapokuwa vyuo kwa sekondari pia huwa tunafanya ibada, kwa sababu kumcha Bwana pia ni chanzo cha maarifa. Wewe ni kijana. Kanisa letu lina vizazi vya kutosha tangu kupata wokovu mwaka 1939. Ndio. Na Tanzania Assemblies of God. Na makanisa ya Kipentekosti tangu mwaka 1922 huko wokovu umeingia nchini Tanzania. Ukiwa kama kijana, unawaambia nini au unasema nini kuhusiana na wokovu kwa kijana wa rika lako? Nazungumzia Gen Z na kizazi Alpha wanaokuja. Asante. Kwanza nimshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipatia. Mimi nilipata neema ya kuzaliwa katika wokovu. Licha chain ya msamani kidogo. Umezaliwaje katika wokovu? Kwa maana ya nimezaliwa nikimkuta baba yangu na mama yangu wamekwisha kuokoka, lakini hiyo haina maana kamili ya kwamba mimi nimeokoka. Ili nibidi na mimi personal nifanye maamuzi, na ninakumbuka 2017 nikiwa form 2 ndio nilifanya mimi maamuzi binafsi ya kuokoka. Na wokovu sio ushamba. Wokovu sio ushamba, na ndio njia pekee ambayo itatufanya sisi hapa kwenye kizazi hiki ambacho Biblia imekitem kama cha uzinzi na uasherati kuishi vizuri pasipo kuenenda kwa tamaa za mwili, kwa sababu ukimruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, ukatembea kweli na Yesu, hizi changamoto nyingine ambazo vijana wengi sana wanafanya, Mungu anatuwezesha. Ukiacha hizo changamoto ambazo ni common, zipo karibu duniani kote, nazungumzia nyinyi kama vijana kulipokea kanisa na kuwa na nguvu za Mungu. Imani pia ni kurithishana. Ndio maana tunavyokuwa na watoto wetu huwa tunakuwa tunawapelekaga Sunday school.
Kwa hiyo kwa upande wangu mimi Sunday School imenisaidia sana katika kukulia wokovu na kukulia imani hii ya Kipentekoste, ambayo imenisaidia hata baada ya kuondoka kwenye mazingira ya ukaribu sana na wazazi, kwa maana ya kukaa na wazazi, kwanza mimi kujitegemea kibinafsi. Ule msingi mzuri ambao wazazi waliupanda kwangu umenisaidia sana, kiasi cha kwamba kuna mazingira kwenye maisha haya tunapanga hatarishi, lakini Mungu anatusaidia tunatoboa kwenye hayo yote, kwa sababu kuna mbegu njema ambayo ilipandwa utotoni. Huwa ninapenda na ninajifunza sana kwa Yusufu, ambaye mzee Yakobo alipanda vingi sana kwake, na ambavyo vilimsaidia hata alivyokuwa nchi ya mbali, ilimsaidia yule jamaa kutunza utakatifu. Huwa ninapenda sana wakati anapata jaribu la mke wa Potifa. Alikuwa na sababu zote Yusufu za kuzini, lakini kwa sababu alikuwa amejengewa katika misingi imara, akapata hata ujasiri wa kumwambia yule mke wa Potifa, ni mtendaje Mungu wangu ubaya mkuu namna hii? Kwa hiyo kwa malezi bora ambayo tunapewa sana na wazazi wetu tunapokuwa utotoni, yanatusaidia sana sisi tunapofika ukubwani na kujitegemea wenyewe kwenye maisha yetu. Kwa kumalizia tu, wewe unajiona katika nafasi gani kwenye kanisa ukiwa kama jenzi ambaye unakuwa kanisani? Unajiona kama mchungaji? Unajiona kama mwinjilisti? Unajiona kama nani wewe kwenye siku zijazo? Asante. Kwa sasa hivi pale TAG Ilala mimi niko katika idara ya watoto na wanafunzi, na ninamshukuru Mungu natumika kama naibu katibu wa idara hiyo. Kwa hiyo kwa sasa huduma ambayo ninaifanya ni huduma ya ualimu, na ninadili sana na watoto hawa kabla hawajaingia teenagers, hawajaingia CAs, huwa tunadili nao. In future unajiona wapi? Bado kijana mdogo. Unachonganisha na mbingu, lakini wala sikuchonganisha na mbingu. Nafsi inafukuta ndani. Unajiona wapi? Nikisimama, kwa sababu mimi pia ni kiongozi wa Kasfeta, huwa sipati shida au sipati tabu kuwahubiria wenzangu, na huwa sipati tabu kuwahubiria wenzangu. Yamkini nikahudumu kama mwalimu, lakini even kwenye utumishi mwingine, uchungaji, Yesu akipenda sawa. Kwa hiyo mbeleni tunaweza tukawa tuna mchungaji na hatimaye akawa askofu wa kanisa. Naweza nikajitahidi kukimbia, ile ikishindikana sawa.